Naam, mtazamaji wa Trend TV, bwana, moja kati ya video ambazo sasa hivi hapa zinaenda viral huko mtandaoni ni video ambayo inamuonyesha AT, moja kati ya wasanii wa mduara mashuhuri kabisa hapa Tanzania. Bwana huyu ni nguli wa msanii wa muziki wa namna hiyo. Sasa amefanya interview, na katika hii interview AT amezungumza pointi moja hivi ambayo imemeki headline sana huko mitandaoni. Pointi ambayo ameizungumza AT amesema kwamba hii ilikuwa inamlenga moja kwa moja Harmonize na Diamond, kwa sababu nadhani utakuwa unakumbuka kwamba moja kati ya vitu ambavyo viliendaga viral sana kumhusu Diamond na vilimtukanisha Diamond kwenye macho ya Watanzania wengi ni kitendo cha Harmonize kumlaumu Diamond kwamba alimfanyiaga mambo mabaya. Kwanza Harmonize alisema kwamba alichajiwa pesa nyingi, takriban milioni 500, lakini baada ya kupeleka hizo milioni 500 Harmonize aliuza vitu vyake vingi tu, rasilimali ambazo alikuwa nazo kama vile nyumba, viwanja aliuza ili kupeleka hiyo milioni 500 kwa Diamond. Lakini baada ya hapo pia wakashindwa kumpa ile release ya termination contract, lakini wakamchaji tena milioni 100 kama fine, ikabidi tena aende kukopa sehemu apeleke tena hiyo milioni 100. Baada ya hapo tena wakaanza tena kumzungusha mpaka ikabidi Harmonize apige simu kwa waziri ili aweze kusaidiwa ili apate hiyo termination contract, aweze kufanya mambo mengine. Kulikuwa kuna maubalozi yanamsubiri, na yeye pia alikuwa anataka kufungua record label yake mwenyewe hiyo ya Konde Gang. Lakini sababu ya yeye kujitoa, pia alisema kwamba kulikuwa kuna chuki ambazo zilikuwa zinaendelea chini kati yake yeye, viongozi wa label na Diamond mwenyewe. Umeona bwana, kwa hiyo vitu vilikuwa ni vingi sana. Kwa hiyo Harmonize alizungumza fitna, figisu, maugomvi ambayo yalitokea kati yake na Diamond, kama vile ile situation ya kusema kwamba Diamond alishawahi kumwambia Harmonize kwamba nipe mkono tushindane na vitu vingine kibao. Sasa baada ya hayo yote ni kwamba kitu ambacho kimekuja kushangaza watu sasa hivi ni kuonekana Harmonize juzi tu hapa alimuomba msamaha Diamond. Umeona? Yaani Harmonize alimuomba msamaha Diamond. Sasa ukizingatia kwamba amemuomba msamaha Diamond, na ukirudi nyuma Harmonize alikuwa analalamika kwamba Diamond amemfanyia mambo mengi sana mabaya. Umeona? Kwa sasa 18 ndo amekuja na hiyo point, kama Diamond ndiye alimfanyia mabaya mengi Harmonize, imekuwaje tena Harmonize yeye ndo anayemuomba msamaha Diamond wakati yeye Harmonize ndo amefanywa mabaya na Diamond? Umeona? Kwa hiyo watu wamekuja kujiuliza baada ya AT kuzungumza hivyo. Hiyo ndo pointi kubwa ambayo amekuja nayo AT, kwamba kwa nini Diamond ndo amemfanyia mabaya mengi Harmonize. Sasa kwa nini tena Harmonize yeye alifanywa mabaya ndo anaenda kumuomba mtu aliyemfanyia yeye mabaya ambaye ndo Diamond? Umeona bwana? Kwa hiyo ndo pointi ambayo AT alikuja nayo, na hapa kuna pages zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari. Kwa mfano hapa kuna page imeandika kwamba mtu ambaye umesema ni mchawi, umemuongelea vibaya, umemfanyia mengi yeye ndo amekufanyia wewe mengi mabaya, na kama ulivyosema, inakuwaje tena unaenda wewe kumomba msamaha? Basi wewe ndio mbaya. Umeona bwana? Kwa hiyo AT ameiflip na kuweka kwamba huyu Harmonize labda yeye ndo aliyemfanyia mabaya Diamond, na ndio maana yeye Harmonize ameona amombe msamaha Diamond. Ukiwa kama mdau, una kipi cha kuzungumza kuhusiana na maoni hayo ya AT? Weka maoni yako na wewe pia katika comment section hapo chini. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vile vile hakikisha bwana unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.